Jumapili ya tarehe 4 ndio itakuwa siku yetu ya mwisho ya kuwa na wanafunzi nyumbani. Ninaomba kwa unyenyekevu, iko na mtoto, uko na kijana yeyote yule, ukaweze kumleta katika madhabahu haya. Kwa hiyo siku ya Jumapili tarehe 4 tutakuwa na maombi ya wanafunzi wote, bila kujali lile darasa ambalo wanalolisomea, wote kila yote ambaye ni mwanafunzi, aidha ni mtoto, ni mama, ni mzee, basi wote watakuwa na ibada yao maalum kwa sababu ya kuombea wanapoenda kuanza safari njipya ya mwaka mpya. Kwa hiyo ningeomba ikiwa na kijana yako, ikiwa wewe ni msomaji, ukafike mahali hapa na Mungu atakutenda mema katika jina la Yesu Kristo. Kwa maana kile ambacho kinaokuwa katika utangulizi wa kila jambo, hicho ndicho ambao kitakalo amua mbele itakuwa namna gani. Kwa hiyo ni vyema ukaleta mwanafunzi wako tukaweze kumweka kwenye jiwe la msingi. Kule ambao anakwenda hatujui iko namna gani, kule ambao anakwenda hatujui hiyo shule wenyeji wake wenyewe wamekuwa kifanya nini muda wote ambao wamekuwa peke yao huko. Wengine wafanya matabiko aina mbalimbali ambayo sisi hatujui. Kwa hiyo ni vyema kwa weka chini ya utiisho wa neema ya damu ya Yesu Kristo na gharama za Yesu Kristo na nguvu za Yesu Kristo, ili malaika, ili jeshi la Bwana likawatangulie. Kumbuka Mungu akaambia Musa ya kwamba kuanzia sasa hamutaenda nyinyi peke yenu, nitatuma malaika watangulie. Kwa hiyo ni vizuri ulete mtoto wako uje ikiwa wewe ni msomaji, ili tukaweze kutangulisha na jeshi la Bwana likakutangulie, ili kama kuna maagano, kuna roho yote mbaya imeachiliwa kwenye ile njia, kwenye ile barabara, Bwana Yesu naye ataweza kukushindia katika jina la Yesu Kristo. Inaongea ni ya Jumapili tarehe 4, tutakuwa na maombi maalum ya wanafunzi wote. Tutakuwa na maombi maalum ya wanafunzi wote. Kwa hiyo kama wewe ni mwanafunzi ama una mwanafunzi anayesoma kwenye nyumba yako, usibaki nyuma, mlete hapa tumwombee na Mungu atakubariki sana katika jina la Yesu Kristo.